Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ninawasalimia katika jina la Yesu. Hebu tusalimiane wote namna hii. Mshike jirani yako mkono, mwambie uko sehemu salama. Mwambie imempendeza Mungu ushuhudie mambo yake kipindi kama hiki. Mwambie jirani yako imempendeza Mungu wakati wa majira haya yale anayoenda kuyafanya uone anavyoyaumba mwenyewe. Mwambie imempendeza Mungu ukashuhudie anavyoumba yale anayoanza kuyaumba sasa. Haleluya, tumadhimishe Mungu. Tumekuwa tunasikia shuhuda, tunasoma kwenye vitabu, tunasoma kwenye Biblia, alafu tunafurahia tu, tunashangaa tunafurahi. Sasa imempendeza Mungu ametuweka katika mazingira ambayo atasha unaangalia mkono wake unavyofanya kazi hatua kwa hatua mpaka kitu kikakamilika. Na utawashuhudia watoto, utawashuhudia wajukuu, utawashuhudia vitukuu, utashuhudia kizazi kinachokuja katika jina la Yesu. Ni kipindi cha ajabu sana katika ulimwengu wa roho. Lakini neno la Mungu linasema njia ni nyembamba na mlango wake ni mwembamba pia uendao uzimani. Sio kwamba kwenda huko uzimani, unakwenda kwenye njia ya Mungu. Na wanaoona ni wachache. Lakini ile ya kwenda kwenye upotofu huko duniani, huko kwenye upotofu kusiko unakuwa kitu geti ni kubwa na barabara ni kubwa, wanaenda huko wengi tu na ni njia ya upotevu. Asubuhi ya leo, hebu nani alikuwa Sunday school? Hebu punga mkono kama ulikuwa Sunday school. Okay? Sunday school mwalimu aligusia kitu kimoja, akasema kuna mfano ambao Yesu aliutoa. Akasema mtu akiwa na kondoo 100, alafu mmoja akapotea huko machekani wakati anachunga, akabaki na 99. Akasema huwa anaacha wale 99 kwanza ambao hawana shida. Anamtafuta yule mmoja aliyempotea ambaye hajaonekana, anamtafuta kwa bidii, kwa gharama mpaka anampata. Haleluya. Kwa hiyo uwe na amani. Kama ukijiona uko katika kondoo mmoja, uwe na amani kwa Mungu anakutafuta wewe kwa bidii zote. Haleluya. Wale 99 wasiohitaji hao hawana shida, wanabaki kama walivyo. Sasa nina neno moja la kinabii ambalo Roho Mtakatifu imempendeza atupe majibu wengine asubuhi njema ya leo. Haleluya. Katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 1, neno la Mungu linaanza kwa kusema hapo mwanzo Mungu alizifanya mbingu na nchi. Alafu akasema nayo nchi ilikuwa ukiwa, upweke, haina umbo. Giza lilikuwa limejaa mpaka kwenye vilindi vyake, na nchi ilikuwa imejaa maji yote. Kwa hiyo yuko Mungu hapa ambaye ana uumbaji wake ulioharibika. Anaangalia, anaona dunia haina tena umbo. Anaangalia dunia, anaona ni giza lote. Anaangalia dunia, anakuta ni maji yamefunika pale. Hali isiyovutia, hali ambayo haimpendezi Mungu. Kwa hiyo Mungu akajikuta anayo changamoto mbele yake. Ana dunia ambayo hainivutii. Ana dunia ambayo haina shape. Ni giza limefunika, halivutii. Ni maji tu yamefunika pale juu. Mungu alipoangalia changamoto iliyo mbele yake, akafanya neno moja. Akafanya hatua mbili.
Hatua ya kwanza, akaachilia roho wake, akaenda juu ya ile dunia. Roho wa Mungu, Biblia inasema akatanda juu ya yale maji. Biblia nyingine inasema akaatamia. Kule kutanda kwake juu ya maji ni kama alikuwa anatamia. Kwa hiyo wakati roho wa Mungu yuko pale anatamia kwa muda, huku anasubiri kitu. Roho wa Mungu yuko pale anatamia, huku anasubiri kitu. Roho wa Mungu anatamia, huku anasubiri kitu. Ni kitu gani anasubiri? Kuna kitu anakisubiri. Wakati anaendelea atamia, wakati ulipofika, kile kitu kikafika. Na hicho kitu kiliitwa ni neno. Lile neno likatoka likasema na iwe nuru. Haleluya. Aliposema na iwe nuru, Roho Mtakatifu kadaka lile neno, kaliingiza kwenye kuatamia, alafu akalizalisha, likatokea nuru, alafu hali kapendeza. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Haijalishi ni hali gani ulionayo kama changamoto katika maisha yako. Asubuhi njema leo neno la kanabii linakuja kwako. Haijalishi ugumu wa hali ulionayo katika kazi yako, katika biashara yako, katika hatima yako, katika safari yako, katika huduma yako, katika utumishi Mungu aliyokuita, katika familia yako, katika ukoo wako, katika mji unaoishi, katika mtaa unaoishi. Haijalishi ile hali iliyoko pale ni agiza namna gani. Inawezekana ni agiza kweli, haivutii hata ukiangalia, hujui ufanye nini. Asubuhi njema ya leo Mungu anasema hatua ya kwanza kwenye ile giza, kwenye ile hali ambayo ni changamoto kwako, hatua ya kwanza, ruhusu Roho Mtakatifu atamie hiyo hali. Ruhusu Roho Mtakatifu atamie hiyo hali. Anayatamiaje? Anayatamia unapoingia katika maombi ya kuomba katika Roho Mtakatifu. Unapoingia katika maombi ya kuomba katika Roho Mtakatifu, anaka Roho Mtakatifu anatamia ile hali. Roho Mtakatifu anatamia ile hali. Inaweza ikawa siku 2, inaweza ikawa mwezi, inaweza ikawa miezi, lakini kwa kadiri ile ambayo umeendelea kuchuchuma katika maombi ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Na utakapokuwa unatamia namna hiyo, wakati unaendelea kuomba katika Roho Mtakatifu, wakati na Roho Mtakatifu ameyatamia ile hali, kuna kitu anasubiri. Anasubiri kitu kinaitwa rema, anasubiri kitu kinaitwa neno. Na hilo neno litakuja tu wakati uko katika hali ya maombi, wakati uko katika hali ya kuatamia ile hali kimaombi, wakati uko pale unaendelea kuomba, unaendelea kuomba katika Roho Mtakatifu, ghafla rema inakuja. Ile rema ikija, Roho Mtakatifu anaidaka kwa sababu inatoka kwenye kinywa chako. Alafu akishaidaka, anaumba jibu la ile hali, na ile giza linaondoka. Baadaye tumaini linapatikana, baadaye nuru inaonekana, baadaye ufunguzi unapatikana, na unatembea katika ushindi. Na hili ni jibu katika maisha yako katika jina la Yesu. Rikapata rashanda rabakasi. Shondo robokori andara sinke terika mbandara shinda rabakasi ya. Anasema ni Mungu anatufundisha ili tupate faida. Anaona una ile hali, utatoka nayo vipi? Unaweza ukawa unaomba, kumbe unavyoomba hujaomba inavyotakiwa. Unafunga lakini unavyofunga sio sawa sawa. Asubuhi njema leo anakuambia njia iliyo sawa sawa. Njia iliyo sawa sawa ilete hiyo hali kwanza. Alafu ruhusu Roho Mtakatifu ayatamie kwa maombi yaliyo katika Roho Mtakatifu. Akishaanza kuyatamia, sikio moja litege vizuri sana. Haijalishi ni siku ngapi utaomba, ni wiki ngapi utaomba, sikio moja litege sana. Unalitega kusikiliza nini? Rema kutoka katika kinywa cha Bwana. Rema kutoka katika kinywa cha Bwana. Rema kutoka katika mamlaka ya Mungu. Rema kutoka katika kiti cha enzi cha Baba. Ile rema ikishafika, anza kuitamka, na Roho Mtakatifu anayetamia ile hali ataanza kuumba, ataanza kufinyanga mpaka kitu kitaumbika. Jibu litaumbika. Utatoka mshindi, utatoka huko juu, hautashinda chini tena siku zote katika jina la Yesu. Hebu maadhimishe Mungu kama umepata jibu. Reka patara shaka. Anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa kujua maarifa. Haya ni maarifa yanatoka katika kiti cha enzi cha Mungu. Haya ni maarifa yanatoka mbinguni.
Mungu amenisemesha wakati tunamwabudu pale. Akanisemesha akaniambia, hili ndio neno nataka watoto wangu walipate asubuhi kabla hujaanza chochote. Kwa sababu wapo watu wanahitaji jibu hili. Wako watu wanataka uelekeo huu. Wameshapambana miezi mikatika. Yamkini ni hali ya afya, yamkini ni hali ya uchumi, yamkini ni hali ya isiyoeleweka katika familia. Wameshahangaika. Yamkini ni vita vya adui vinavyokuja kwa njia za giza. Umeshapambana, umeshakemea mpaka mwisho wa kukemea. Anasema jibu ndio hili. Chukua hiyo hali. Anza kuyatamia, ruhusu Roho Mtakatifu anze kuitamia kwa maombi katika Roho Mtakatifu. Wakati anatamia usiende kibubububu, tega sikio. Rema ije. Ukishaitaka rema, ruka itamke hiyo rema. Endelea na Roho Mtakatifu anaanza kuumba sasa. Anaanza kuumba. Atatamia mpaka rema ije. Ndio maana alikuwa juu ya uso wa dunia akiendelea kuatamia akisubiri rema ya Mungu itoje na iwe nuru. Hebu tumadhimishe tena Mungu. Haleluya. Naanza ukachukua Biblia yako sasa. Tuende katika neno la Mungu siku ya leo. Na ni neno zuri kweli. Neno zuri tunaendelea nalo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tulianza somo juzi kwa sababu tukaanza na somo lilosema nini utu wa kale, au utu wa kale hasa ni nini na ulizaliwa wapi, ulizaliwa lini. Tukatembea na hilo somo kwa lengo la kufahamu utu wa kale zaidi. Tufahamu kwa namna ile Mungu anavyofahamu ili tujue namna ya kutembea. Bwana Yesu asifiwe. Na tulienda tukafika mahali pa ajabu pa kuona kwamba kumbe utu wa kale ulizaliwa kule bustani ya Edeni. Wakati nyoka alipofanikiwa kumdanganya mwanadamu akala lile tunda ambalo Mungu alimwambia usile, tukaona kwamba ndio wakati ambao utu wa kale ulizaliwa. Na tukaona ule utu wa kale uliitwa ni utu wa dhambi. Tuliona uliitwa utu wa uzao wa nyoka. Tukaona uliitwa pia ni uzao wa ibilisi. Tuliona hilo wiki lililopita. Haleluya. Haleluya kanisa. Sasa leo tutaenda kuanza tena kisehemu kingine cha eneo hilo, lakini sasa kinasema kwamba mchakato wa Mungu kuangamiza utu wa kale. Mchakato wa Mungu kuangamiza utu wa kale. Mungu alianza mchakato wa kuangamiza utu wa kale. Kwa nini Mungu akaanza mchakato wa kuangamiza utu wa kale? Kwa nini? Labda kabla sijafika hapo nikuambie sababu ni kwa nini. Ni kwa sababu ule utu wa kale ambao ulikuwa ndani ya mwanadamu ulileta uadui mkubwa sana na Mungu. Mwanadamu ambaye Mungu alimuumba kwa bashasha pale Mwanzo 1:26, wakati anasema na tumuumbe mtu kwa sura yetu na mfano wetu, wakatawale nchi, wakatawale ndege wa angani na samaki wa baharini na wanyama wa nchi na kila kitambacho na nchi yote pia wakaitishe. Wakati Mungu anaomba kwa bashasha namna hiyo, na mlango wa pili akampa mwili na akaupulizia. Huyu Mungu saa hii tayari hana bashasha tena na yule mtu. Hana furaha na yule mtu. Yule mtu amekuwa adui wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yule mtu akawa adui wa Mungu. Kwa nini akawa adui wa Mungu? Tutaangalia vitu vichache vituonyeshe kwa nini huyu mtu akawa adui wa Mungu. Tuliona kwamba alizaliwa akawa uzao wa nyoka, kwa maana nyoka ni shetani. Haleluya. Haleluya kanisa. Na tunajua
Mungu na shetani ni maadui. Shetani ni adui mkubwa wa Mungu. Na kwa sababu shetani ni adui mkubwa wa Mungu, yule mwanadamu alipopata uzao wa shetani, alipopata uzao wa shetani wa dhambi, tayari yule mtu akageuka kuwa adui wa Mungu kwa sababu ya shetani ambaye ni adui wa Mungu. Haleluya. Haleluya kanisa. Nataka tuone sehemu chache ya kutuonyesha kwanza uadui, kwamba shetani ni adui wa Mungu. Haleluya. Hebu twende tutaangalia sehemu mbili tu. Hebu twende waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 5. Ni sehemu ambayo ukisoma huwa huwezi kuiona kirahisi namna hiyo, lakini tutaenda kuangalia na Biblia zingine. Mlango wa 5 mstari wa 8. Waraka wa kwanza Petro mlango wa 5 mstari ule wa 8. Haleluya. Mwe mnaitika kanisa Mko wengi wa kutosha. Hebu tusome pale mstari wa 8. 1 2 3 go. Sasa hapo ndio maana kusoma Biblia zaidi ya moja huwa kunasaidia sana. Biblia hizi mbili za kimvita, ukisoma ametumia neno ambalo hutapata hii picha ya kwamba shetani adui wa Mungu. Lakini ukienda Biblia zingine ambazo nazo ni za Kiswahili, kwa mfano Kiswahili cha kisasa niwasomee, anasema mstari huo anasema muwe macho, kesheni, maana adui yenu Ibilisi. Unaona neno adui Kanisa, mnaona neno adui Anasema maana adui yenu Ibilisi huzunguka kama simba angurumaye akitafuta mawindo. Kwa hiyo unaona Biblia inasema Ibilisi ni adui. Na ukisoma hata Biblia ya neno na yenyewe inasema hivyo, inasema muwe na kiasi na kukesha, maana adui yenu Ibilisi huzunguka kama simba angurumaye akitafuta mtu ili apate kumeza. Kwa hiyo inatuonyesha kabisa kumbe Ibilisi anaitwa adui. Neno la Mungu linamtangaza kwamba yeye anaitwa adui. Ni adui wa Mungu. Na ukitaka kuona alivyo adui wa Mungu vizuri, hebu twende Mathayo. Nataka tu kukuonyesha kwamba Ibilisi, neno la Mungu linashuhudia kwamba ni adui wa Mungu, ili ujue ni kwa nini Mungu akawa na uadui na yule mtu baada ya anguko, baada ya kumsikiliza Ibilisi. Hebu twende Mathayo mlango wa 13. Ni pale Yesu alipokuwa anatoa ile mifano. Mathayo mtakatifu mlango wa 13. Kwenye ule mfano wa magugu kuanzia mstari wa 36, kuna mfano magugu huko pale, na nasoma kuanzia 36. Nitaenda haraka lakini lengo ni hilo hilo. Tumefika watumishi wa Mungu. Mstari wa 36 unasema, kisha Yesu akawaaga makutano, akaingia katika nyumba. Ni baada ya kuambia ule mfano wa magugu. Wanafunzi wake wakamuendea wakasema, tufafanulie mfano wa magugu ya shambani. Akajibu akasema, azipandaye zile mbegu njema ni mwana wa Adamu. Lile shamba ni ulimwengu. Zile mbegu njema ni wana wa ufalme. Na yale magugu ni wana wa yule nani? Hebu mstari wa 39 msome nyie. 1 2 3 go. Okay. Anasema yule adui aliyepanda ni nani? Ni Ibilisi. Kwa hiyo Ibilisi anaitwa nani? Adui wa Mungu. Haleluya. Haleluya kanisa. Kwa ni vyema toka leo ujue jina lingine la Ibilisi ni adui. Ni adui wa Mungu. Ndio maana huwa tunasema yule adui. Sasa tunarudi pale somo, kuendelea na somo. Nilitaka kusema kwamba kwa sababu ya Ibilisi kuwa adui wa Mungu, alafu yule mtu amemsikiliza Ibilisi mpaka akawa na uzao wa Ibilisi ndani, kwa maana yule mtu wa kale, Mungu akawa ni adui wa yule mtu. Mstari ule wa
hebu tuende Mwanzo mlango wa 3. Turudi Mwanzo tulikoanzia somo letu, mlango wa 3. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 3. Kule tulikoanzia ile somo wiki iliyopita. Tunaona ule mstari wa 22. Baada ya Mungu kusemezana nao kwa nini umekula, wakajieleza, Mungu akatamka zile hukumu kama tulivyosoma wiki iliyopita. Mstari wa 22 ambao tuliusoma pia, lakini nataka tuone kitu hapo. Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya, na sasa asije akanyosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima akala akaishi milele. Amen. Sasa mstari wa 23. Mstari wa 23 unasema, kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Eden ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Sasa mstari wa 23 na 24 pana kitu ambacho ningetamani tukielewe, kwa sababu ndicho kinachotuonyesha kwa nini huu adui ulivyofanya kazi. Mstari wa 24, hebu tuusome nyie mlioko huko. Mstari wa 24, 1 2 3 go. Sasa ili tuone hiki kitu tunachotaka tukione, tukienda ule mlango wa pili tunaona mstari wa 7 anasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa kiumbe hai. Sasa tunaona mstari wa 8 Bwana Mungu alipanda bustani. Mstari wa 9 pia aliendelea kuchipusha bustani. Alafu tunaona mstari wa 15 Biblia inasema, Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden ailime. Haleluya, haleluya. Bwana Mungu akafanya nini? Akamtoa yule mtu. Unafahamu maana ya kumtoa kama kumbebelea, kama kumpakata. Akambeba, akampeleka, akamuingiza kwenye bustani kama mtu anayempenda, akamweka pale. Sasa hebu linganisha wakati anamuingiza kwenye bustani kwa kumtoa, uje ulinganishe wakati anamtoa kwenye bustani, uone tofauti hizi zilivyokaa, ndio uone huu adui ulivyokaa. Haleluya. Sasa nyie mmesoma mkasema kwamba basi akamfukuza huyo mtu. Amen. Sasa watumishi wa Mungu, naomba tuelewe vizuri ili neno kufukuza lilivyotumika, kwa sababu Biblia nyingine zilivyozieleza vizuri hii neno kufukuza, kweli linaeleza kimaana kidogo, lakini sijui kama linaleta ile maana kama ilivyokuwa vizuri. Tunaelewa kufukuza kufukuza hivi, mgeni akija nyumbani kwako akarudi akasema nilifika pale fulani kumsalimia akanifukuza, huwa unaelewa kwamba ulimfurahia, ukampa mkono wa shirika, ikawezekana ukampa na kazawadi akaondoka nacho, ndio alipofika kule akasema ulimfukuza. Huwa inakuwa na maana hiyo, inakuwa na maana hiyo. Maana yake kufukuza kuna urafiki hapo. Yaani ukienda kwa mtu akasema nilifika pale akanifukuza, maana yake kuna urafiki ulikuwa katikati yenu. Kuna mazingira ya urafiki pale. Ni mazingira gani yaliyoko pale? Uadui. Sasa nataka tuangalie Biblia nyingine, kwa sababu za Kiingereza kweli zimetumia neno zuri sana. Neno ngoja niwaonyeshe kwanza Kiswahili cha kisasa na neno muone. Lakini
Biblia zingine za Kiingereza zimetumia neno ambayo ukisoma utatetemeka. Haleluya. Kiswahili cha kisasa, nasoma Kiswahili cha kisasa, mnisikie sasa ambao hamnacho. Anasema basi Mwenyezi Mungu akamfukuza Adam nje ya bustani ya Eden, mstari wa 23, ili akailime ardhi ambamo alitwaliwa. Sasa 24 anasema alimfukuza nje. Unasikia alimfukuza nje na kuweka mlinzi. Alimfukuza nje. Sasa hiyo ni Kiswahili cha kisasa. Hebu tuangalie neno, Biblia ya neno. Nisikize vizuri kwa Kiswahili. Neno ndio ameweka vizuri. Neno 23 anasema hivi: hivyo Bwana Mungu akamfukuzia mbali. Sura 23. Bwana Mungu akafanya nini? Unajua kumfukuza mtu ni hatua, lakini kumfukuzia mbali unajua ni hatua ya mbele. Kumfukuzia mbali maana yake na kumkimbiza. Maana yake kama una mawe unarushia, unamfukuzia mbali, yani asionekane hata harufu. Haleluya. Kwa hiyo Biblia mstari wa 23 anasema hivyo Bwana Mungu akamfukuzia mbali kutoka bustani ya Eden, akailime ardhi ambamo alitolewa. Mstari wa 24, baada ya kumfukuzia mbali Adam, Mungu akaweka makerubi walinde ile bustani. Hebu ona jamani, huyu Mungu anayefukuzia mbali Adam ndiye Mungu aliyekuwa amembeba akamtoa akamwingiza kwenye bustani. Kuna urafiki hapo? Kuna uadui mkubwa. Hebu piga picha ya Mungu aliyempenda Adamu akasema ni sura na mfano wangu. Sasa hivi anamfukuzia mbali. Sasa ukisoma Biblia nyingine za Kiingereza anasema he drove him out. Yaani ile kudrove ni kumkimbiza. Kama unaendesha gari, lakini alimkimbiza. Sio kwamba alimtoa tu utoke tu. Alimkimbiza kwa hasira kwamba nichikukamata. Paka kamrushia kule nje. Akaweka na kerubi akasema nikuone huko. Hebu angalia hiyo hali. Hiyo hali si ngumu sana watumishi wa Mungu. Ni hali ya uadui mkubwa ambayo ilisababishwa na yule aliyekaa mle ndani ya Adam anaitwa utu wa kale. Hiyo tu ndio iliyoleta huo uadui. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukitaka kuona huo uadui, hebu tuangalie mara moja Warumi 5. Nataka uone Biblia ikikwambia kabisa kulikuwa na uadui kati ya Mungu na mwanadamu. Hebu tuone Warumi mara moja. Tuone Biblia ikitushuhudia kabisa kwamba kulikuwa na uadui kati ya mwanadamu na Mungu. Mlango wa 5 Warumi. Tumefika Warumi mlango wa 5. Tumefika? Okay. Mstari ule wa 10 mmeona? Mmeona? Hebu usome mstari wa 10, 1, 2, 3, go. Anasema kwa maana tulipokuwa adui, si ndio Sasa neno analiweka vizuri zaidi. Mnisikize nisome neno. Kiswahili cha neno anasema kwa kuwa kama tulivyokuwa adui wa Mungu. Ameeleza kabisa. Adui wa nani? Wa Mungu. Biblia inasema tulikuwa adui wa Mungu. Ndio maana akamfukuzia mbali pale Eden. Alimfukuzia mbali adui. Hakumfukuzia mbali rafiki. Alimfukuzia mbali adui ambaye Mungu kamwe hataweza kufanya mawasiliano naye akiwa bado yule utu uko mle ndani. Mungu hataweza kumsaidia chochote. Mungu hatataka mawasiliano na namna yoyote wakati aliyeko mle ndani utu wa nyoka na unaendelea kama kumbeza. Mungu ni hasira tu itakuwa inawaka. Sasa ndio maana ndio maana Mungu akaanza mchakato wa kuhakikisha anakuja kumwangamiza huyu mtu wa kale. Na huu mchakato ni wa miaka mingi kwa sababu ilikuja aje ukamilishe kwa njia ya Yesu Kristo. Huu mchakato ilikuwa aje ukamilishe kwa njia ya uzao wa mwanamke ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hiyo unaweza kuona
katikati pana miaka maelfu. Sasa Mungu atafanikishaje zoezi la kuja kuangamiza kabisa utu wa kale wakati haongei na wale watu, wakati hawasiliani na wale watu, wakati hawezi kufanya chochote kwa wale watu? Kwa sababu ni Mungu, anabaki mtakatifu, anabaki mwenye haki, hawezi kujichanganya. Kwa hiyo ndio maana Mungu akaleta njia ya mpito. Haleluya! Hekima ya Mungu ikaleta njia ya mpito ambayo itawezesha Mungu aweze kuwasiliana na wale watu, aweze kuwapa msaada fulani, aweze kuokoa pale wanakohitaji wokovu. Huko anatengeneza njia ya Masihi kuja kupita, ili Masihi atakapokuwa amepatikana afanye tendo moja la kuangamiza ule utu wa kale na shetani na kumaliza ile biashara na kuanza uzao mpya. Hebu tumadhimishe Mungu. Haleluya! Kwa hiyo tunaenda kuona njia ya mpito ambayo Mungu alitengeneza iwezekane. Ule uadui ukiwepo, iwezekane Mungu afanye mawasiliano na mwanadamu kwa lengo la kufika kule mwisho. Kwa hiyo kitu cha kwanza, Mungu alitengeneza mfano wa mauti ya yule mtu wa kale ili imruhusu Mungu kuwasiliana na yule mtu. Mungu alitengeneza mfano wa mauti ya yule mtu wa kale ili iwezekane Mungu kufanya mawasiliano na mwanadamu na kutengeneza mapenzi yake. Ilibidi alete mfano wa mauti. Mfano wa mauti kwa huyo mtu wa kale aliyeko ndani. Huo mfano ukisimama, maana yake kwa jicho la Mungu anaangalia yule mtu kwamba hasimami mbele zake yule mtu wa kale. Kwa hiyo anaanza akawasiliana na mwanadamu na akafanya anachokitaka kufanya. Haleluya! Watumishi wa Mungu, tuko pamoja? Sasa huu mfano ambao Mungu aliuumba, aliuweka, ni wa ajabu. Hebu kwanza twende, kwa sababu ngoja tuanzie kwenye kanuni kwanza. Tuone kitu Mungu alichotengeneza kiwe ni mfano au kivuli cha mauti wa utu wa kale. Hebu twende pale Mwanzo mlango wa ngapi? Wa 9. Hapo Mwanzo. Tutatoka hapo pia, lakini twende hapo Mwanzo kwanza. Haleluya! Mwanzo mlango wa ngapi? Safi kabisa, watumishi wa Mungu. Tunaenda sawa sawa. Natamani Roho Mtakatifu alifafanue ili neno lieleweke vizuri, kwa sababu pana mambo makubwa mazuri. Mstari ule wa 4. Mwanzo mlango wa 9 mstari wa 4, naanzia pale. Kuna kitu ambacho Mungu alielekeza, na ilikuwa ndio kanuni asiri ya Mungu iliyoko hapo. Anasema hivi, mstari wa 9 tumefika Kanisa mwe mnaitika, tumefika? Mstari wa 4 tumefika Bali nyama, labda nirudi mstari wa 3. Mstari wa 3 anasema, anaongea na Nuhu. Anasema kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu. Kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika nawapa hivi vyote. Anamruhusu sasa aanze kula nyama, kwa sababu mwanzo walikuwa wanakula tu mboga na mbegu. Mstari wa 4 sasa. Bali nyama pamoja na uhai, yani kitu gani? Damu yake, msifanye nini? Msile. Anasema hakika damu yenu ya uhai wenu nitaitaka, na kwa mkono wa kila mnyama nitaitaka, na kwa mkono wa mwanadamu na kwa mkono wa ndugu wa mtu nitaitaka uhai wa mwanadamu. Atakaye mwaga damu ya mwanadamu, damu yake huyo itamwagwa na mwanadamu, maana kwa mfano wake Mungu alimfanya. Haleluya! Haleluya kanisa. Tunaona Mungu anatakasa damu, anaitenga damu, anawapa uhuru wa kula vitu vyote na nyama wale,
lakini akawaambia nyama na uhai wake msile. Kwa nini? Mungu aliweka uhai wa mnyama kwenye ile damu, na ile damu Mungu anayeona mbali. Tunajua Mungu wetu ni Alfa na Omega. Tunamjua Mungu anaona mwisho kutokea mwanzo. Tunajua Kristo alichinjwa kabla ya kuwepo kwa misingi ya ulimwengu. Kwa hiyo Mungu alishaona haya yote, akaamua katika uumbaji aweke uhai ukae kwenye damu, na baada ya kuweka uhai kwenye damu akaitakasa kwamba haitanywewa, itakuwa na kazi maalum. Haleluya! Mungu anayeona mbali, asiyeshutukizwa. Haya yote yanatokea, alishayaona na alishatafutia majibu, na majibu hapa anaanza kuifunua moja baada ya nyingine. Hebu tumaadhimishe Mungu mwenye hekima yote. Haleluya! Kwa hiyo haikuwa ni kitu cha kushtukiza kwamba uhai uko kwenye damu. Mungu wakati anaumba alihakikisha uhai utakuwa kwenye ile damu, na akahakikisha kwamba hiyo damu haitakuwa chafu. Hiyo damu ina kazi maalum, kazi ya mpito kwa ajili ya kumpitisha mwanadamu mpaka wakati wa ukombozi ukamilike. Haleluya! Sasa ili tuelewe vizuri zaidi, hebu twende kitabu cha Walawi. Walawi, kuna siku tutaenda hapo tuongee vitu vizuri kidogo, lakini hebu kwa leo twende tu kwa ajili ya kuona jambo hili. Mlango wa 17, Walawi 17. Walawi mlango wa 17. Tumefika. Tumefika. Walawi 17 tumefika. Sasa nitawaambia mahali pa kusoma. Ngoja nianzie mstari wa 10. Mstari wa 10 unasema hivi: kisha mtu yeyote wa nyumba ya Israeli au miongoni mwa hao wageni wakao kati yao atakaye kula damu ya aina yoyote, nitamkataa mtu huyo alai damu, na nitamtenga na watu wake. Haleluya! Haleluya! Mstari wa 11 tunaanza tukasoma wote sasa. Naona wengine wanatafuta bado. Tumepata 11. Mstari wa 11. Hebu tusome sasa kwa pamoja, Mungu mnaelewa. 1 2 3 go. Haleluya! Tunaona hekima ya Mungu ilivyo. Anasema kwa kuwa uhai wa mwili uko katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu. Amewapa wanadamu hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Haleluya! Haleluya, kanisa la Mungu. Hebu tusikilizane vizuri. Mungu anasema hiyo damu uhai unakaa mle, na akasema hiyo damu amewapa wanadamu ili ifanye upatanisho wa nafsi za mwanadamu. Upatanisho, hilo neno upatanisho tunalielewa lina maana gani? Upatanisho, ukisikia kuna kikao cha upatanishi, unapata picha gani? Unapata picha gani? Kuna marafiki wawili wanakutana. Ukisikia kuna kikao cha upatanishi, maana yake kuna marafiki wawili wanakutanishwa. Kuna watu ambao wana uhasimu, kuna watu ambao wana uadui, si ndio? Wanaenda kupatanishwa ili urafiki urudi, mawasiliano yarudi, mambo yaishe, waende kama zamani. Haleluya! Tuko tayari, tunaelewana watumishi wa Mungu? Kwa hiyo Mungu anasema damu ya wanyama Mungu aliandaa tayari iwe ni ya upatanisho wa nafsi zetu, ambazo mle ndani kulikuwa na utu wa kale ambao ndio unawadui na Mungu. Huo ndio nafsi ipatanishwe na Mungu kwa njia hiyo damu. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya! Haleluya! Sasa baada ya hapo, nataka kabla hatujaenda mbali turudi pale mwanzo, niwaonyeshe kitu ambacho kilianza kufanyika lakini watu hawakujua maana yake. Ni hivi, iko hivi. Alichokuwa nakisema Mungu ni hiki. Mungu alikuwa anasema, mimi nikimwangalia mwanadamu ambaye ameanguka, ana uzao wa shetani ndani, ana utu wa kale ndani, nikimwangalia naona uadui, siwezi kufanya chochote naye.
hawezi kuniomba chochote nikampa. Siwezi kufanya chochote, siwezi kumbariki, siwezi kufanya chochote katika maisha yake. Mimi ni uadui, kama ni neno moja tu ni kumwangamiza. Mungu akasema, kwa uungu wangu nimeweka utaratibu huu. Wakati yule mtu amesimama mbele yangu, ili nimuone, ili nifanye chochote kwa ajili yake, inabidi kuwe na kivuli cha utu wake wa ndani, utu wake wa kale ndani umekufa. Kuwe na hicho kivuli. Na hicho kivuli kitafanyikaje? Hicho kivuli, atachukuliwa mnyama ambaye hana hatia. Mnyama ambaye hana hatia na uhai wake huko kwenye ile damu. Alafu hiyo damu, yule mnyama atachinjwa. Akachinjwa, damu itafanya nini? Itamwagika. Maana yake ule fanya nini? Umemwagika. Si ndio kanisa la Mungu? Kwa hiyo Mungu anavyoangalia, anasema sasa, mnyama ambaye hana hatia amemwaga uhai wake badala ya uhai wa hii nafsi ya huyu mtu. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anahesabu kwamba anapoona uhai wa mnyama unamwagikia kule chini, Mungu kwa kivuli chake anasema uhai wa hii nafsi ya utu wa kale imemwagika. Haleluya. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Sasa inaingia kitu kinachoitwa kufunika. Sasa lile tendo linafunika ule utu wa kale mbele za Mungu. Ule uhai uliomwagika unafunika ule utu wa kale wa yule mtu. Ni kama ule uhai unasema, ni mimi niliyekufa kwa ajili hii nafsi. Ni kama ule uhai unasema, mimi ndio nimekufa badala ya huyu mtu. Kwa hiyo mtu ameshakufa. Mungu alianzisha hiyo biashara zamani. Sasa ikishakuwa hivyo, Mungu anaanza kuongea na yule. Haleluya. Mungu anambariki huyu mtu. Mungu anafanya kitu kwa ajili ya huyu mtu. Haleluya. Tumaadhimishe Mungu. Kanisa, tunaelewana? Wangapi wanaelewa? Tumaadhimishe Mungu kama unaelewa kitu hapa. Sasa tuone vitu vichache vilivyoanza kufanyika kabla watu hawajaelewa nini kinaendelea. Kwa mfano, tukienda hapo mlango wa 3, wakati wameshaanguka, wako uchi, wanasema sasa sisi ni uchi. Mstari ule wa 20, mlango wa 3 mstari wa 20, neno la Mungu linasema, Adam akamuita mkewe jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama yao wote walio hai. Kumbuka, baada ya kula lile tunda wakafumbuliwa macho, wakajitambua kwamba wako uchi, si ndio? Walifanya nini? Walienda kujificha, si ndio jamani? Kwa hiyo wakati Mungu anaongea nao, na wanaongea na Mungu huko wamejificha ficha kwa sababu ya aibu. Sasa Mungu alivyomalizana nao kutoa zile hukumu na kila kitu, mstari wa 21, hebu tusome kwa pamoja kama tuliouona 21. 1 2 3 go. Haleluya. Akawavika. Bwana Mungu akafanya mavazi ya ngozi akawavika. Unajua inahitaji Roho Mtakatifu kuelewa hivi vitu. Mungu alishindwa kutengeneza mavazi ya kitu chochote kingine. Eti Mungu alishindwa kutengeneza mavazi hata ya magome ya mti. Mungu alishindwa kutengeneza vazi la namna yote nyingine. Mungu alijua anachokifanya. Mungu alijua ili niwape msaada, ni lazima kutokee nafsi itakayomwaga uhai wake kwa ajili ya hii nafsi ya huyu mtu. Haleluya. Ikabidi Mungu amwage uhai wa mnyama. Unaweza kupata ngozi ya mnyama ukatengeneza vazi na mnyama kabaki anaishi bila ngozi. Haleluya. Kwa Mungu alimuua mnyama wa kwanza, damu ikamwagika, ule uhai wa yule mnyama ukasimama mbele za yule mtu, ukasema nafsi ya huyu mtu imekufa. Ile nafsi ambayo ni uzao wa nyoka imekufa kwa kivuli. Kwa Mungu akamfanyia rehema, akampatia mavazi akavaa. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Sasa tuangalie lingine mlango wa 4, ni hapo mbele. Hii ni hadithi tunayojua mara nyingi, lakini tulikuwa hatujawahi kuelewa undani sana wa hiki kitu. Mlango wa 4 mstari wa 1, naanzia pale, ni habari ya Habili na Kaini. Mstari wa 1 unasema hivi. Tumefika mlango wa 4 mstari wa 1 Kanisa la Bwana tuko? Mstari wa 1 unasema hivi, Adam akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba akamzaa Kaini.
akasema nimepata mtoto wa kiume kwa msaada wa Bwana. Mstari wa 2, akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa nani? Kwa Bwana. Habili naye akaleta kitu gani? Wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala kitu gani? Wala sadaka yake. Haleluya. Kwa hiyo hao ndugu wawili wamepeleka sadaka. Sasa wakati mwingine huwa tulikuwa tunachangia, unakuta mtu anasema huyu unajua yale mazao kama ingepeleka ya kwanza yalionona mazao mazuri, inawezekana aliokota tu makunde hayakuwa na ubora ndio maana Mungu akakataa. Hapana. Tulikuwa hatujaelewa hapo. Mungu alikuwa ameshawaelekeza kitu cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tuende hapa chini kidogo muone kwamba Mungu alikuwa ameshawaelekeza. Mstari wa 5 unasema anasema bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Mstari wa 6, Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Hebu mstari wa 7 tusome wote, kanisa la Mungu, huku tunaelewa. 1 2 3 go. Haleluya. Sasa hebu tuangalie Biblia nyingine tuone hili neno vyema lina maana gani zaidi, kwa sababu mtu anaweza akatafsiri tu namna mbalimbali. Mstari wa Biblia neno inasema hivi, mnisikilize. Mstari wa 7 unasema ukifanya lililo sawa, je, hutakubalika? Kanisa, hebu wote tuseme, wote tuseme ukifanya lililo sawa. Turudie, ukifanya lililo sawa, je, hutakubalika? Kwa hiyo hapo inatupa picha kwamba Kaini alifanya lisilo nini? Sawa. Kwa nini Mungu anasema hujafanya lililo sawa? Habili asingeweza kujua namna ya kumtolea Mungu dhabihu. Habili asingeweza kujua kwamba kuna kumpelekea Mungu wanyama tena walio bora. Asingeweza kujua hata ukipeleka ile sadaka unaitoaje. Ina maana Mungu aliwapa maelekezo kwamba mkitaka mawasiliano na mimi, mkitaka ushirika na mimi, utatoa sadaka ya mnyama mwenye sifa hizi. Alafu ukishaichinja hiyo damu ikamwagika, sadaka hiyo utaitoa namna hii, utaiteketeza. Ukiteketeza kwa moto kwenye madhabahu, mimi nitasikia harufu nzuri, nitaongea na wewe, nitakubariki, nitafanya mawasiliano na wewe. Kwa hiyo aliongea haya mambo yote, aliongea na watu wawili. Haleluya. Haleluya kanisa. Lakini kwa hiyo Habili akafanya kama Mungu alivyosema. Kaini hakufanya kama Mungu alivyosema. Biblia inatuambia kwa nini Kaini alikataa kufanya kama Mungu alivyomwambia. Kwa sababu kwenye Agano Jipya msiendi hapo sasa hivi, lakini Biblia Kaini alimuua ndugu yake. Kwa nini? Akasema kwa sababu Kaini alikuwa wa yule mwovu. Kwa hiyo Kaini alikuwa na hali ya uasi ya kutokutaka hata matengenezo ili Mungu awasiliane naye. Kwa hiyo akakataa alichofundishwa na Mungu. Akasema mimi nalima kunde na maharage hapa. Kwani kileta hii sio jasho la kazi yangu? Hakufanya Mungu alichomwambia. Lakini Mungu
ameshasema ametenga damu iwe upatanisho wa nafsi. Hakusema ametenga kunde na mahindi. Haleluya. Kanisa la Mungu, tuko pamoja? Tuko pamoja? Kwa hiyo tunaona Habili alivyofanya linavyotakiwa, Mungu akatakabali sadaka yake. Kaini alivyokataa, Mungu mwenyewe hakumtakabali yeye mwenyewe kwanza, kwa sababu moyo wake haujamuelekea Mungu. Unafanya ambacho Mungu hajawaelekeza. Na ile sadaka pia hajaitakabali kwa sababu sio aliyomuelekeza. Bwana asifiwe. Sasa hebu tuangalie tena sehemu nyingine. Sasa hapo nataka ya kwanza nilisema kwamba Mungu aliweka kivuli cha kifo kwa njia ya sadaka ya damu ya mnyama, sawa? Sasa ya pili, ili Mungu aongee na mtu, aliweka tena kivuli kingine. Kivuli alichoweka ni kuteketeza kiwiliwili cha huyo mnyama ule mtoa sadaka, kumteketeza kwenye madhabahu, ili awe harufu nzuri mbele za Mungu. Lakini ina maana yake ambayo tutaiona sasa hivi. Haleluya. Kwa hiyo baada ya kumchinja yule mnyama, ile damu Mungu ameshatupa ni ya upatanisho, na kile kiwiliwili kwa maana ya ule mwili wa yule mnyama sio wa kutupa wala sio wa kula nyama. Mungu ameelekeza awe ni sadaka ya kuteketeza kwa moto. Haleluya. Awe ni sadaka ya kufanya nini? Sasa ngoja tuone mahali, alafu tutafafanua kidogo baadaye. Haleluya. Hebu turudi pale Mwanzo mlango wa 8. Pale Mwanzo mlango ni wa 8. Tuone kitu kizuri pale. Pale Mwanzo mlango ni wa 8. Tumefika. Utafute mstari wa 20, alafu nitoe maelezo kidogo kabla ya kusoma. Tumepaona mstari wa 20, tumeona. Hebu nitoe maneno kidogo. Nuhu alishapata kibali pamoja na nyumba yake, watu 8 pamoja na wanyama wawili. Wakaingia kwenye safina wakati Mungu anataka kuteketeza ulimwengu au kuangamiza ulimwengu kwa gharika kwa sababu ya uovu. Kwa hiyo Nuhu akaingia kwenye ile safina, mvua ikanyesha juu ya nchi siku 40 usiku na mchana, nyingine inatoka juu, nyingine inatoka huku chini. Safina ikaelea, alafu kila kitu kwenye nchi kikafa. Wakabaki tu viumbe wa baharini, kwa sababu wale maji ni nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa baadaye mvua ilivyokoma, ikachukua muda mrefu, safina ikashuka wakati maji yanaendelea kutoka, mpaka ikatua kwenye mlima Hararat. Wakakaa mpaka maji nchi ikawa kavu. Nuhu akafungua mlango. Sasa Mungu akamwambia afungue mlango, akatoka yeye na watu wake pamoja na wanyama. Haleluya. Wakati anaingiza wanyama, ujue mipango ya Mungu ilivyo. Mwambia kila mnyama aingize wawili kwa maana ya mke na mme, lakini wale wanyama safi kama ng'ombe, kondoo, akamwambia aingize wengi kwa sababu ya chakula chake, lakini kwa sababu nyingine. Amen. Sasa wamefika. Sasa Nuhu ameshatoka kwenye safina, ndiko tunakwenda kusoma sasa. Haleluya. Sasa tuone Nuhu alivyotoka kwenye safina alifanya kitu gani. Mstari wa 20. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka ya kuteketezwa juu ya nini? Juu ya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Nuhu alichukua wale wanyama, kama ni ng'ombe, kama ni mbuzi, alichukua mbalimbali mpaka na ndege.
Alichokifanya kabla ya kuweka kwenye madhabahu ili wateketezwe, aliofanya nini? Aliwachinja, si ndio kanisa la Mungu? Alivyowachinja, ile damu ilimwagika pale, ikawa ni kivuli cha kwamba nafsi zetu zimekufa kwa kivuli cha huyu mnyama. Kwa hiyo kifo cha yule mnyama kikawa ni kivuli kwenye nafsi za wale watu aliokuwa nao kwenye safina. Haleluya. Kwa hiyo upatanisho ukawa tayari upo, kwa sababu Mungu akiangalia kile ambacho kinamfanya uadui uwepo, bao ni utu wa kale, tayari anaona umekufa katika kifo cha yule mnyama, umekufa katika damu ya mnyama iliyomwagika. Nakumbuka hii kanuni ndio ilikuja kufanya kazi msalabani. Damu ya Yesu ikamwagika, ikawa kwamba ni sisi ya kwetu imemwagika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Mungu. Kwa hiyo baada ya hapo akawa tayari amepatanishwa na nani? Na Mungu. Sasa tuangalie hatua nyingine ya pili, mstari wa 21. Kwa sababu tunaona ameunganisha hapa, akasema akavitoa sadaka kwa kuteketezwa kwa juu ya madhabahu. Mstari wa 21, Bwana Mungu akasikia harufu ya kumridhisha. Haleluya. Harufu ya kumridhisha aliipata wapi? Hakuipata wakati damu inamwagika. Aliipata wakati vile viwiliwili vinateketezwa juu ya nini? Ya madhabahu. Tuko pamoja kanisa la Mungu Twende pamoja. Bwana Mungu akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Haleluya. Bwana asifiwe kanisa. Kwa tunaona vitu vile vimefanyika. Damu imemwaga ya wanyama, lakini viwiliwili vile vya wanyama vimeteketezwa, sadaka ya kuteketezwa juu ya madhabahu. Baada ya kuteketezwa ndipo Biblia inasema Bwana Mungu akasikia harufu nzuri ya kumridhisha. Haleluya. Na baada ya matendo haya mawili, kumwaga damu na kuteketeza ile sadaka, tunaona kitu Mungu anafanya sasa. Shida ya ushirika na yule mwanadamu afanye kitu. Tuangalie vitu Mungu alivyofanya baada ya hapo. Mstari wa 22. Anasema muda nchi idumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa joto, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. Hebu twende mlango wa 9 kwa sababu inaunganika, vinaendelea pale. Mstari wa kwanza, Mungu akambariki Nuhu na wanawe, akawaambia zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi. Kila mnyama wa nchi atawaogopa ninyi na kuwahofu, na kila ndege wa angani pamoja na vitu vyote vilivyojaa katika ardhi, na samaki wote wa baharini vimetiwa mikononi mwenu. Kila kiendacho kilicho hai katika kitakuwa chakula chenu. Kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika nawapa hivi vyote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kanisa la Mungu, tunataka sasa tuangalie ile sadaka ya kuteketeza ilikuwa na maana gani mbele za Mungu. Kwani Mungu akaiona kwamba ina harufu ya kufurahisha? Ni kwamba Mungu ambaye ni roho huwa ananusa harufu hizi za wanadamu? Mungu ambaye ni roho huwa ananusa harufu ya nyama inayochomwa? Hapana. Mungu ni roho. Kwa hiyo hanusi harufu hizi ambazo wanadamu walio mwili wananusa. Kwa hiyo kuna kitu kingine kilichomfanya Mungu aone harufu nzuri ya kumridhisha. Haleluya. Haleluya. Mko tayari kukisikia? Okay. Nisikilizeni. Hatua ya kwanza, wakati mwanadamu amesimama na uadui pale, hatua ya kwanza ni damu kumwagika. Haleluya. Damu kumwagika maana yake uhai wa mnyama sina hatia umefanya nini? Umemwagwa. Kwa hiyo katika jicho la Mungu,
uhai ule ukiwa umemwagika kwa niaba ya uhai wa nafsi ile asi iliyo ndani yako. Kwa hiyo Mungu anaona ikija ule uhai wa yule mnyama ukija ukafunika kwa muda nafsi yako ambayo ni hasi, nafsi yako ambayo ni ya uadui. Kwa hiyo Mungu anasema naweza nikawasiliana na wewe. Lakini sasa ili awasiliane na wewe ni lazima kile kilichokuwa ndani ya yule Adamu wa kwanza, wakati anasema kwamba, wakati anashawishika kwamba ale lile tunda la mema na mabaya ili awe kama Mungu, akijua mema na mabaya, ni lazima yule mtu akubali kujitiisha tena mwenyewe. Aseme mimi sitaki kusimama tena mwenyewe. Aseme mimi sitaki kujitegemea tena mwenyewe. Mimi sihitaji kuwa naijua mema na mabaya. Mimi sihitaji kuwa tena kama Mungu. Kweli yule ameshauawa kwa sababu Mungu alichoweka. Lakini yule mtu akubali sasa kwa nafsi yake kusema nakubali kuondoka pale nilikokuwa nimejipeleka. Nakubali kuondoka pale pa kusema kwamba niwe kama Mungu. Nakubali kuondoka pale pa kusema kwamba nijue mema na mabaya. Nakubali kutoka pale pa kusema kwamba niishi maisha ya kujitegemea. Nakubali kurudi kwenye mpango wako wa uumbaji wa kwamba mimi niwe mfano, wewe uishi ndani yangu. Kwa maana nyingine mimi niwe chombo, wewe ndio uishi. Maisha yangu yasiwepo tena, bali wewe ndio maisha yako yakae ndani yangu. Lazima uchukue hatua hiyo. Haleluya. Ili hatua hiyo unaitwaje? Kwa kuchukua sasa kile kiwiliwili cha mnyama kinawakilisha maisha yako. Kile kiwiliwili cha mnyama kinawakilisha mwili wako. Kinawakilisha mwili wako ambao ndio maisha yako. Unachopochikiteketeza pale kwenye madhabahu, maana yake unasema nateketeza maisha yangu yateketee, kwa sababu ile sadaka ya kuteketeza kwa moto inateketezwa, inaungua yote, mifupa inakuwa majivu, nyama inakuwa moshi, kila kitu hapabaki kitu chochote, inaisha kabisa. Ukiangalia hamna kumbukumbu yoyote. Haleluya. Na Mungu akishaona hivyo, anasikia harufu nzuri ya manukato kwamba umekubali kunyenyekea, umekubali kuachia maisha yako mwenyewe, ukaruhusu yeye ndiye aishi na kuongoza na kuelekeza anavyotaka. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Kama umeelewa, mwadhimishe Jehova. Haleluya. Ndiyo maana ya sadaka ya kuteketezwa, na ndiyo sadaka ya kwanza kuingizwa kwa mwanadamu. Kwenye Walawi ziko sadaka nyingi, ziko kule. Kuna sadaka ya dhambi, kuna sadaka ya kuteketezwa, kuna sadaka ya amani, kuna sadaka sijui za mbegu, kuna sadaka za nini, ziko nyingi. Lakini sadaka ambayo Mungu alielekeza kwa mwanadamu hata kabla ya Torati kuja ni sadaka ya kuteketeza kwa moto. Kwa sababu kuna vitu vile vinafanya damu inamwagika, unasimama mbele zake sasa bila sababu kuna mnyama amekufa kwa niaba yako. Alafu wewe mwenyewe unachukua kiwiliwili cha mnyama unakiteketeza kwamba ni mimi ninajiteketeza juu ya madhabahu. Kwa hiyo ukishajiteketeza, Mungu anasema mimi nitashirikiana na wewe sasa. Si umeshakubali kwamba mimi ndio niishi? Umeshakubali mimi ndio nikuongoze? Umeshakubali maisha yako sio kitu, ila maisha yangu ndio yakae kwako? Tuko pamoja, twende nianze kufanya kazi na wewe. Haleluya. Haleluya, kanisa la Mungu. Wangapi wanaelewa? Wangapi wanaelewa? Sasa nikuambie rika patere shakapa. Ngoja niwaeleze kitu. Baada ya damu ile kumwagika, uhai ule kuondoka, ikawa ni utu wako wa kale umeangamizwa. Anasema unatakiwa sasa wewe uteketeze maisha yako, usiishi binafsi tena. Kwa hiyo kwa sababu huwezi kujiteketeza kwenye moto ukabaki unaishi, anasema teketeza kiwiliwili cha huyo mnyama, ndio kimesimama nafasi yako. Kwa Mungu anapangalia kiwiliwili cha mnyama kinaishia pale, anasema ni maisha yako umeyateketezea pale. Kwa hiyo hana shida na kuwasiliana na wewe. Haleluya. Lakini vilikuwa vinafanya kazi kwa muda tu. Kesho lazima ufanye tena, siku nyingine ufanye tena, kwa sababu ile ni vinafunika tu kwa muda mfupi. Haleluya. Bwana asifiwe. Sasa nikugusie kidogo, japo iko mbali, lakini kugusia kidogo kwa sababu leo nitahitimishia hapa, lakini kugusia utoke na kitu hapa cha kuona umuhimu wa sadaka kuteketeza.
hii sadaka kuteketeza hii kama ilivyoandikwa hapa, ili Roho Mtakatifu aliruhusu ikachukuliwa ikapelekwa agano la jipya. Hivi kama ilivyo ikapelekwa agano jipya. Hebu tufungue Warumi. Fungua kitabu cha Warumi. Warumi mlango wa 12. Warumi mlango wa 12. Haleluya. Kanisa la Mungu tumefika au naenda haraka mno? Warumi 12 tumefika? Okay. Kuna wengine bado wanapambana. Ni mistari ya mwisho hii, kwa hiyo ni vizuri tukasoma wote. Hebu mstari wa kwanza tuusome kwa kuelewa. 1 2 3 go. Haleluya. Sasa pana ufunuo mzuri sana ukitega sikio lako. Anachokisema leo ni kwamba baada ya Kristo kuja na akafanya kazi ya ukombozi ikakamilika, anachokisema ni kwamba utu wako wa kale umekwisha kuhukumiwa pale msalabani ndani ya Kristo. Ulikwisha kuuawa ndani ya Kristo. Tena kuua milele, sio kama wale wanyama kule. Haleluya. Kwa hiyo umekwisha kuuawa ndani ya Kristo. Ule utu wa dhambi umekwisha kuuawa ndani ya Kristo. Upatanisho na Mungu umeshakuwa ni wa milele kwa upatanisho wa damu ya Yesu. Hakuna uadui tena na Mungu ndani ya Kristo. Haleluya. Sasa Mungu anasema wewe ambao umeshapatanishwa na mimi, wewe ambaye sasa sina uadui na wewe kwa sababu utu wa kale umeshauawa ndani yako, wewe ambaye sasa una upatanisho na mimi kwa sababu dhabihu itoshelezayo ilishatolewa, anasema nakutaka wewe sasa binafsi unionyeshe kwamba unataka mimi niishi ndani yako, na sio kwamba uishi binafsi. Nataka wewe unionyeshe, utoe dhabihu ya kuteketeza maisha yako juu ya madhabahu, kama sadaka ya kuteketezwa ilivyokuwa inafanyika kwenye agano la kale. Sadaka ile ilivyokuwa inateketezwa pale ilikuwa inaishia. Anasema na wewe maisha yako, sio mwili wako kama ulivyokuwa una uhitaji uishi, lakini ule utu wako, matamanio yako, mipango yako, unavyovipenda wewe, unavyovitamani wewe, kile unachosema ni maisha yangu, vipaumbele vyako, kila kitu. Anasema hivyo sasa vilete kwenye madhabahu, uviteketeze. Ukisha viteketeza, anasema hiyo ndio ibada yenye maana, kwa sababu Mungu akishaona umeteketeza maisha yako juu ya madhabahu yaishia, ukasema si mimi naishi tena bali Kristo ishi. Maana yake umeteketeza ya maisha yako, ukasema siko mimi naishi tena, Kristo ndiye anaishi. Ukifika hapo, anasema hiyo ndio ibada yenye maana, ndio ibada ya kiroho, ndio ibada yenye kumpendeza Mungu. Hebu muadhimishe Mungu kama umeelewa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo kama kuna dhabihu iliyobaki kwa wateule kufanya, moja tu ya kuyateketeza maisha yetu kwenye madhabahu, ya kutoa miili yetu iteketezwe lakini bado tubaki hai. Ndio maana inaitwa sadaka dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. Haleluya, haleluya. Kila utakapokutana na jambo la kimungu alafu kukatokea wazo kinzani, unapopiga chini lile kinzani ukapokea la Mungu, unafanya kazi ya kuteketeza maisha yako kwenye madhabahu. Haleluya. Unatakiwa uende kanisani, kukaja wazo lingine la kwamba usiende kanisani. Ukipiga chini lile linalokuambia usiende kanisani ukaenda kanisani, uko katika mchakato wa kuunguza maisha yako juu ya madhabahu. Haleluya. Unapokuja kwamba nataka kufunga, Roho Mtakatifu anakuambia ufunge kabisa, tuombe. Ufunge siku 3, ufunge siku 4, ukakubali kunyenyekea, ukatembea naye mkafunga, maana yake uko unateketeza maisha yako juu ya madhabahu
ili Mungu aishi. Haleluya, haleluya kanisa. Wangapi wameelewa? Hebu maadhimishe Mungu. Haleluya. Simama pale ulipo.